Wakati zimesalia siku 3 kabla ya kurejea tena kwa kesi ya uhaini dhidi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, zimepatikana taarifa za kutisha kuhusu mpango hatari unaopangwa katika kukabiliana na kesi hiyo dhidi ya Mheshimiwa Lissu. Makala hii inaeleza kuhusu mpango huo ambao Jasusi TV imethibitishiwa, pamoja na mipango miwili haramu dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kwa hiyo kama unavyofahamu, Februari 9 ya mwaka huu, siku ya Jumatatu, kesi ya uhaini dhidi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, itarejea upya. Kesi hii ilisikilizwa mara ya mwisho mwezi Oktoba mwaka jana, na imepita takriban miezi mitatu pasipo kuwa na maendeleo yoyote. Na ikumbukwe kwamba moja ya kanuni muhimu sana katika masuala ya sheria ni kwamba haki inayocheleweshwa ni sawa na haki inayonyimwa. Waingereza wanasema justice delayed is justice denied. Kwa zaidi ya miezi mitatu, Mheshimiwa Lissu amenyimwa haki yake ya mwendelezo wa kesi hiyo, ambayo pengine ingesikilizwa katika wakati huo, kesi hii ingekuwa imefikia kikomo. Tangu mwanzo imeonyesha bayana kwamba kesi hii ni ya mchongo, ni kesi ya kisiasa na si kesi ya kisheria. Na ni katika hayo ndipo ambapo zimepatikana taarifa za kuaminika ambazo zimeifikia Jasusi TV kwamba kuna mpango wa dhalimu unaopangwa kuhusiana na kesi hiyo. Na mpango huo ni matokeo ya ukweli kwamba hadi muda huu dola, kwa maana ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo imefungua kesi ya uhaini dhidi ya Mheshimiwa Lissu, haina kesi. Hii kesi ilipaswa isifunguliwe in the first place. Lakini hata kama ingefunguliwa, ilipaswa iishie katika hatua ya mwanzo katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Hata hivyo, wakalazimisha kuipeleka mpaka ikafikia hatua ya mahakama kuu. Wakati kesi hii ilipofika mahakama kuu na kusikilizwa kwa mashahidi wachache waliojitokeza, ilikuwa bayana kwamba dola haina kesi dhidi ya Mheshimiwa Lissu. Na hilo ndio limepelekea kuundwa kwa mkakati hatari ambao unatarajiwa kuingizwa katika kesi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa hizo ni kwamba zinafanyika jitihada ya kuonyesha kuwa huo uhaini aliyotenda Mheshimiwa Lissu kimsingi ndio uliopelekea maandamano ya Oktoba 29 na siku zilizofuata, kwamba wanataka kuunganisha swala hilo la kesi ya mchongo ya uhaini na maandamano yaliyojiri Oktoba 29 na siku zilizofuata, ambayo serikali licha ya kuwa ndio iliyohusika na kuua maelfu ya watu, bado lawama zinatupwa kwa waandamanaji. Lakini sasa wanajaribu kutengeneza taswira kwamba chanzo hasa cha maandamano hayo ilikuwa ni hicho ambacho kimepelekea wao kufungua kesi ya uhaini dhidi ya Mheshimiwa Lissu. Sasa mimi si mwanasheria na sielewi kama kuna uwezekano wa kubadili mwelekeo huo wa kesi kwa kuingiza hizi tuhuma mpya, yani kuzitengeneza zionyeshe kwamba uhaini unaozungumziwa sio tu ule wa yale maneno aliyokuwa akiongea Mheshimiwa Lissu, ambayo kimsingi alikuwa ni kauli za kisiasa. Hayakuwa mpaka muda huu dola imeshindwa kuthibitisha kwamba kauli za Mheshimiwa Lissu zilikuwa zinamfanya kuwa ametenda kosa la uhaini. Mpaka muda huu wameshindwa, na ni kushindwa huko ambako nako pia kumechangia kuwafanya hawa watu waje na mkakati mpya, kwa sababu lengo lao ni kuendelea kuhakikisha Mheshimiwa Lissu anaendelea kuwepo jela kwa muda mrefu kadri itakavyowezekana. Na baadhi ya watu wanadhani kwamba labda hili ni jambo la kupita, kwa sababu kulikuwa na matarajio kwamba baada ya uchaguzi kwamba labda pengine Mheshimiwa Lissu amewekwa ndani ili uchaguzi upite na baada ya uchaguzi wafanye jitihada za kumtoa. Lakini kwa mujibu wa watu wanaofahamu yanayoendelea nyuma ya carpet, wanasema kwamba uwezekano huo ni mdogo, kwa sababu swala sio tu tishio la Mheshimiwa Lissu kisiasa, lakini zaidi ni kuhusu ufisadi mkubwa ambao umekuwa ukitokea hasa katika kipindi ambacho Mheshimiwa Lissu amekuwa yuko jela. Kwa hiyo kuna hofu kwamba endapo wataamua kumwachia huru, na kwa sababu ya msimamo imara wa Mheshimiwa Lissu, hatoshindwa kuweka hadharani anayoyafahamu kuhusiana na ufisadi mkubwa uliofanyika. Lakini kubwa zaidi ambalo linawapa hofu ni kwamba mpaka sasa hivi kuna kukosekana mtu wa kuwaunganisha Watanzania katika hasira dhidi ya unyama uliofanywa na Samia Suluhu Hassan kuanzia Oktoba 29, ambapo takwimu zinaeleza kwamba takriban watu 10,000 wameuawa.
Kwa hiyo inadhaniwa kwamba Mheshimiwa Lissu endapo atarudi uraiani, anaweza kuwa mtu anayeweza kuwaunganisha Watanzania, kuunganisha hasira yao katika huo unyama uliofanya, na matokeo yake ikapatikana nguvu mpya ya kuweza kumtoa Samia Suluhu Hassan madarakani pamoja na serikali yake. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa ni kwamba kuna huo mpango wa kujaribu kuonyesha kwamba Mheshimiwa Lissu alikuwa na mchango katika yaliyojiri Oktoba 29. Jinsi gani hayo yatakavyoingia katika hiyo kesi, kama nilivyosema, mimi si mwanasheria, na jitihada za kujaribu kufanya utafiti wa kisheria mtandaoni kwa kweli hazikuzaa matunda ya kutosha. Kwa hiyo labda wanasheria wanaweza kusaidia, lakini muhimu kuelewa kwamba hii kesi sio ya kisheria. Hii ni kesi ya kisiasa. Kwa hiyo hawa watu kama ilivyoonekana tangu mwanzo hawashindwi kufanya lolote. Nakumbuka jana kuna mtu mmoja alikuwa anaongea naye kuhusiana na hii, baada ya kupata hii habari nikataka kupata opinion yake. Ni profesa huyu mtu. Nikawa namdadisi, vipi mimi nimepata hizi taarifa kwamba wanataka kuligeuza hili swala la Oktoba 29 kwamba ndio hasa uhaini ambao Mheshimiwa Lissu alikuwa akiuhamasisha. Akasema no, hilo haliwezekani kwa sababu hawawezi kubadili mwenendo wa kesi katika wakati huu. Yani kesi ilishapangwa na hiko katika hatua hii, hawawezi kuingiza mashtaka mapya au kuibadili mwelekeo wa kesi. Lakini nikamwambia, vipi kuhusu kesi hii ambapo tunajua sio ya kisheria? Kwa sababu unasema hawawezi kufanya hivi kwa sababu pengine kisheria haiwezekani. Lakini tunafahamu hii kesi sio ya kisheria, hii ni kesi ya kisiasa, na tangu mwanzo imeonyesha bayana kwamba kinachofanyika ni ukandamizaji wa kisiasa na wala sio utekelezaji wa sheria. Katika hilo hata huyo profesa akasema kweli hawa watu hawashindi kufanya lolote, kwa sababu kimsingi serikali iliyoweza kuua zaidi ya watu 10,000 inashindwaje kukandamiza haki na hapa ilipo haki ya Mheshimiwa Lissu imekandamizwa vya kutosha mpaka muda huu, hasa ikizingatiwa kwa takriban miezi 3 kesi yake haijasikilizwa na amekuwa akikaa katika mazingira magumu na kumekuwa na mengi ambayo yamekuwa yakitokea wakati yuko gerezani. Kwa hiyo hii ni taarifa iliyopatikana. Tutafahamu mengi baada ya kuanza kesi hiyo hapo Jumatatu Februari 9 mwaka huu 2026. Endapo kweli hilo litatokea au pengine ni tetesi tu ambazo pengine hazina ukweli wowote, kwa sababu unajua tunapopata hizi taarifa wakati mwingine kuna mengine yanakuwa yanaongezwa na vitu kama hivyo, lakini taarifa hii imepatikana kutoka kwa chanzo cha kuaminika. Kwa hiyo ndio sababu ya msingi ya kuileta katika taarifa hii rasmi. Lakini pamoja na hayo, jitihada za hujuma dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambacho Mheshimiwa Lissu ni mwenyekiti wake taifa zinaendelea. Na kwa mujibu wa maelezo, moja ni ambalo tayari Jasusi TV ilishaliongelea huko nyuma, lakini linaendelea kupigia mstari. Jingine ni jipya. Hili moja ni kuhusu taarifa kwamba ile tume ya mchongo iliyoundwa na Samia ya kuchunguza yaliyojiri kuanzia Oktoba 29 inatarajiwa kutoa recommendations kwamba Chadema, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kilihusika katika kuhamasisha yaliyojiri Oktoba 29, na hilo litahusishwa na hili la Mheshimiwa Lissu kwa mujibu wa maelezo. Endapo itakuwa ni hivyo au la, lakini vyanzo mbalimbali vinaeleza kwamba tume ile, na moja ya sababu ambazo imefanya ile tume kufanya hii hatua ya kusikiliza hao watu ambao wanakuja kutoa maoni yao kwa faragha, ni kwamba baadaye yale maoni yatakapokuja kuchakachuliwa kusema kwamba kuna idadi kubwa ya watu waliotoa maoni kwa faragha wakieleza kwamba walihamasishwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ionekane kama ni kweli. Lakini the whole thing ni kitu ambacho kimetengenezwa. Kwa hiyo halitokuwa jambo la ajabu endapo hao watu watakuja na lengo ambalo pengine watu wengine ukiwaambia wanasema bwana hili haliwezekani, sijui vitu gani. Lengo la Samia Suluhu Hassan ni kuifutia usajili Chadema. Hilo ndio lengo lake kuu, na anatumia pamoja na mambo mengine hii tume iliyoundwa ya kusema inakusanya maoni kuhusiana na yaliyojiri Oktoba 29. Na sasa wanataka kuchanganya na kusema kuwa hiyo Oktoba 29 wahusika wakubwa ni Chadema pamoja na mwenyekiti wake wa taifa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Jingine ambalo limepatikana kutoka vyanzo vya kuaminika ni kwamba kuna mpango wa kufunguliwa kesi dhidi ya Chadema. Kesi hiyo inahusu jengo la makao makuu ya chama hicho lililopo maeneo ya Mikocheni jijini Dar es Salaam. Na katika hili inaelezwa kwamba mwenyekiti wa zamani wa chama hicho Mheshimiwa Freeman Mbowe anataka kurejesha kwa maana ya kwamba inavyoelezwa kwamba kuna gharama ambazo yeye binafsi aliingia katika
ujenzi wa hilo jengo la makao makuu ya Chadema. Kwa hiyo inaelezwa kwamba kuna jitihada ambazo zinafanyika za kufunguliwa kesi mpya ya kutaka jengo lile litoke katika milki ya Chadema na baadaye ikiwezekana lirudi katika milki ya watu ambao wako karibu na Mheshimiwa Mbowe au pengine Mheshimiwa Mbowe yeye mwenyewe. Kwa hiyo Jasusi TV inaendelea kufuatilia kuhusiana na hili, sambamba na hiyo taarifa ambayo imeeleza awali ya kudaiwa kwamba wana mpango wa kuigeuza kesi ya Mheshimiwa Lissu kujihusisha na matukio yaliyojiri Oktoba 29 mwaka jana 2025, kwa maana ya kwamba uhaini wenyewe haukuishia tu yale yaliokuwa. Maana ikumbuke kwamba kesi hii imesimama wakati yaliyojiri Oktoba 29 ilikuwa haijatokea. Kwa hiyo wanaweza kuwa wamepata kitu kipya ambacho cha kukishikilia, kwa sababu kesi yenyewe haina mashiko mpaka hapa ilipo. Kwa hiyo kama nilivyosema awali, Jasusi TV inaendelea kufuatilia kuhusu taarifa hizi na itaendelea kukuhabarisha. Je, una maoni gani? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaheri.